Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia maswali na majibu ya mapambazuko ya machweo na hadithi nyingine. Leo tunaangalia nipe nafasi. Ni swali la 18. Kabla sijafa, nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuyaboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Kwa hivyo dondoo ni ukurasa 83. Ukiambiwa eleza muktadha wa dondoo hili, unaambiwa ueleze nani anazungumza, anamwambia nani, mahali na kichocheo cha kauli. Yaani nini kilikuwa kinaendelea wakati kauli hii ilisemwa. Hivyo, hii ni kauli ya Mama Kazili. Au unaweza kusema msemaji ni Mama Kazili. Msimulizi anaikumbuka kauli hii. Au unaweza kusema hii ni mbinu rejeshi ya msimulizi akirejelea usemi wa Mama Kazili. Alikuwa makongeni kwenye nyumba nyingine ambayo walikuwa wamewekwa baada ya kuagua kilio. Anayakumbuka maneno haya baada ya Mama Kazili kuzirai, akadhani kuwa alikuwa amefariki. Ni kwa njia zipi msemaji ananyimwa nafasi ya kuboresha maisha yake na wanawe? Moshi anakosa kumtumia pesa za matumizi ya kukidhi mahitaji ya familia yake. Mamake Moshi mara nyingi hampi pesa ambazo Moshi alikuwa ametuma. Moshi anamtelekeza baada ya kuoa mke mwingine huko mgodini Afrika Kusini. Wazazi wa Moshi kupuuza malalamishi yake kuhusu Moshi kuoa mke mwingine. Yeye na wanawake wengine kulazimika kuomba ruhusa kabla ya kufanya mambo madogo madogo. Analaumiwa kwa kifo cha mkadhini kwa kukumbushwa kuwa hakuja hapo kuwaolia watoto mbali kuwatengeneza. 7. Ananyimwa nafasi ya kutafuta kazi. 4. Mtoto wa kike amesawiriwa kama anayekumbana na changamoto tele katika ukuaji wake. Kwa kurejelea hadithi zifuatazo, thibitisha ukweli wa kauli hii. 7. Mimba za mapema ndio changamoto ya kwanza katika 7. Yaani changamoto za mtoto wa kike katika ukuaji wake. Mimba za mapema. Nyamboke anapata mimba akiwa kidato cha pili. Kumbuka Nyamboke alikuwa mamake Sabina. Kukanwa. Mwanamume ambaye anampa Sabina ujauzito anamkana peupe. Kuonwa kama kitega uchumi. Wazazi wa Nyamboke wanamuona kama mwokozi wa kuondoa kwenye umaskini. Mfano mwingine ni kuwa Ombati anataka kupokea mahari kutoka kwa Nyamboke. Kwa hivyo wanamuona Nyamboke kama kitega uchumi. Kukosa elimu. Nyamboke anakomesha safari yake ya kupata elimu katika kidato cha pili. 5. Mzigo wa malezi. Nyamboke anaachiwa mzigo wa kumlea Sabina. Anakwenda kufanya vibarua. 6. Kufanywa kijakazi. Yunuke na Ombati wanamgeuza Sabina kuwa kijakazi wa kufanya kazi zote kama kukama, kutoa kisozo, kuuza maziwa na kupika. Kupigwa. Yunuke anampiga Sabina kwa kumcharaza mfululizo. 8.
kutusiwa na kudhalilishwa. Yunuke anamtusi Sabina kiokote na asijiweza kielimu kama mamake, yaani kama mamake Nyambuke. Ndoa za mapema. Ombati anataka kumwoza Sabina kwa mwendesha pikipiki katika umri mdogo. Pili, kuna hadi ni deni. Kufiwa na wazazi. Fadhumo anafiwa na baba na mamake. Pili, yaani hapa tukizungumzia hadi ni deni tunazungumza changamoto anazopitia mtoto wa kike katika ukuaji wake. Na katika hadithi hii hadi ni deni kwanza ni kufiwa na wazazi. Fadhumo anafiwa na baba na mama yake. Pili, kukosa elimu. Fadhumo analazimika kuacha shule kwa kukosa mfadhili wa elimu. Majukumu ya malezi. Kwa kuwa Fadhumo ni kifungua mimba, anajitika jukumu la kuwalea wanuna zake baada ya wazazi wao kufariki. 4. Kudhulumiwa kimapenzi. Jamaa ya babake Fadhumo anataka kumfanya kimanda ndiposa msaidie. 5. Kubaguliwa. Mjomba wake Fadhumo anamlipia kaka yake na kumwacha Fadhumo, kwani kulingana naye mtoto wa kiume ndiye anafaa kupata elimu na si wa kike. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.